Kabla hatujaanza stori yetu siku ya leo, nataka nikuambie jambo moja kabla hatujaanza. Usiweke imani yako yote kwa mtu, hata kama ni rafiki yako wa damu. Maana siku moja anaweza kukugeuka bila hata kutoa ishara. Na sasa ngoja nikusimulie kuhusu Efe. Stori inaanza bana. Efe ni rubani kutoka Lagos, Nigeria. Kijana aliyepitia mengi, aliyependa urafiki kuliko hata maisha yake mwenyewe. Lakini mwisho wa yote, urafiki huo ndio uliokuwa chanzo cha kila kitu kusambaratika. Efe alikuwa mtoto wa pekee. Mama yake alifariki tangu akiwa mchanga. Hata sura yake haikuwahi kukaa vizuri kichwani. Alibaki na baba yake, mzee mkorofi, lakini mwenye upendo wa kweli kwa mwanaye. Tangu akiwa mtoto, Efe hakuwa mpiganaji, ila alikuwa na rafiki mmoja pekee, Lamek. Walianza urafiki wao wakiwa kwenye nasari. Efe akiwa mwoga, Lamek ndiye aliyekuwa ngao yake. Walikula pamoja, walipigana pamoja, na walishirikiana hata kwenye mitihani. Sekondari wakapita, na walipofika chuoni, wote wakaamua kusoma urubani. Ndiyo ndoto yao ya pamoja, kurusha ndege, kuona dunia na kufanikiwa pamoja. Waliapa, tukipata kazi, tutahakikisha tunabaki pamoja. Hakuna kinachotuatisha hadi kifo. Lakini maneno mengine huwa yanapoteza nguvu yanapofika dunia ya ukweli. Baada ya miaka kadhaa, wote wawili walipata kazi katika shirika moja la ndege. Tofauti ndogo tu, walipangiwa viwanja vya ndege tofauti. Mawasiliano yakaanza kupungua. Kila mmoja akaanza kuishi maisha yake. Wakati huo huo, baba yake Efe alianza kuugua saratani ya mapafu. Ilikuwa adhabu ya miaka mingi ya kuvuta sigara. Walimuita Mr. Chain Smoker. Efe akiwa rubani mchanga, alijaribu kumhudumia, lakini hela zilikuwa ndogo. Kampuni ikatetereka, mishahara ikachelewa. Wakati huo, Lamek alirudi maishani mwake, akiwa na mabadiliko ya ajabu. Alikuwa akivaa vizuri, gari lake la kifahari lilikuwa gumzo, lakini macho yake yalikuwa na kivuli cha giza. Siku moja walikutana. Lamek akamwambia, Efe, maisha haya sio mchezo. Kuna njia fupi za mafanikio